wakati ambao nyinyi mnaitwa mabalozi wa Chama cha Mapinduzi, mnaitwa kwa majina mazuri. Ndio wakati ambao mnaitwa vikao, mnapewa Pepsi, mnapewa soda. Nyinyi mnawafananisha kama makalai na makoleo. Nyinyi mnatumika kuwapeleka watu, kuwapa watu madaraka. Ndio wakati ambao mnatumika, mnaonekana wa maana. Unaitwa balozi. Wewe balozi anakaa Mvumi ndugu yangu. Balozi anakaa Mvumi, anayekaa Masaki ni nani? Anayekaa Oysterbay Tumwetinye. Yaani wewe unaitwa balozi? Unakubali mimi ni balozi, unatumika. Niwaambie ndugu zangu watu wa Mvumi. Hatupaswi kuwa makalai, hatupaswi kuwa makoleo. Wewe mwana CCM unanisikiliza hapa. Hauendi kukiadhibu chama chako cha Mapinduzi. Tunakwenda kumwadhibu mkopi. Kwa sababu Chama cha Mapinduzi akijatuletea mtu mzuri, kimetuletea mtu mbovu. Kwa sababu hata Hamza Mbarali alikuwa ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Wakamfanyia fitina, wakamfanyia figisu. Hatuchagui mtu kwa sababu ana duka. Hivi duka lake, nguo zake, gari lake liwezi kumsaidia nini mwananchi wa Mvumi? Mtu gani wa Mvumi hapa asimame aseme mimi huyu jamaa namshukuru alinipa mtaji wa shilingi 50,000. Yupi? Tunachagua watu kwa sababu ya majina, tunachagua watu kwa sababu ya rangi, tunachagua watu kwa sababu ya sura. Hatuchagui mtu kwa sababu ya sura. Ninapokuja kwenu kuomba ridhaa ya kuwa mbunge, msinichague Chiduo kwa sababu eti nimevaa suti. Nipimeni kwa hoja. Nipimeni kwa matendo yangu. Nipimeni kwa uadilifu wangu. Nipimeni kwa sababu ninawaambia nini ili nikiwa kiongozi nikawasaidie kitu gani. Siwezi kuja hapa na ngojela. Siwezi kuja na maneno. Mnapima, mnajua huyu hapa hamna kitu. Sasa leo tunasema tuna Profesa Majalalani. Na hii Profesa Majalalani mumwambie Chiduo hakuitu kwa bahati mbaya. Yeye ni Profesa Majalalani. Na tarehe 29 namrudisha Majalalani. Ndio kaja Kilosa kagombea 2020 kapita bila kupingwa. Nini amefanya Kilosa hapa? Leo akina mama wanataka kwenda kujifungua. Unamkuta mama anakwenda kujifungua, lazima abebe ndoo, lazima abebe uzi, lazima abebe gloves, lazima abebe shindano, lazima abebe wembe. Ni laana. Uzazi umekuwa mgumu. Leo unasema na mbunge, eti waziri wa katiba na sheria, eti waziri wa michezo, ametusaidia nini na uwaziri wake? Uwaziri wake umemsaidia nini mtu? Mimi nipendi ridhaa kina mama. Nikiwa mbunge wenu, siku 100 za kwanza hakutakuwa na mama atakayebeba uzi, atakayebeba wembe, atakayebeba takataka yote. Wakina mama mtakwenda kujifungua bure. Hivyo zimo la Kilosa, hakutakuwa na mama atakayebeba ujauzito kwenda kujifungua akabeba takataka yote, vifaa tiba vyote atakuta hospitalini. Lakini pia wakina mama wao wanajifungua. Nipeni kula nyingi za ndio siku 100 za kwanza. Hapa kata ya Mvumi naleta Ambresi. Kata 25 zote nitaleta Ambresi. Kwa sababu kuna mama anayejifungua labda yuko pembezoni huko. Anafikaje kwenye kituo cha afya? Anafikaje zahanati? Nitaweka Ambresi kila kata. Fedha zipo. Kuna fedha mfuko wa jimbo. Wadau wapo, wahisani wapo. Sisi sio maskini. Tanzania ni nchi nzuri. Tanzania ni nchi yenye mali nyingi. Nipeni ridhaa tuondokane na adha hii. Lakini wazee wangu unaambiwa kutibiwa bure. Ni mzee yupi anakwenda zahanati pale atibiwa bure? Ni mzee yupi anakwenda kutibiwa bure pale? Umeona daktari shilingi 5,000. Unaamulia kutoa Panado lakini utakubana kwenye kwapa unaacha 5,000 hapo. Wazee wangu, nendeni mkanipe kula nyingi za ndio. Ili tarehe 29 baada ya kuwa mbunge, huduma za afya ndani ya jimbo la Kilosa kwa wazee wote ni bure. Hakutakuwa na mzee kama sila yako inayosema ambaye amefika miaka 60 akatibiwe pale na fedha. Tutatengeneza utaratibu wa bima za afya kwa watoto, kwa wakina mama na kwa watu wenye makundi maalum. Tunao watu wenye makundi maalum. Nikisema watu wenye makundi maalum, na maanisha aidha ni walemavu wa namna mbalimbali. Tutaweka utaratibu
kuchangia bima za afya. Masela mpo? Nataka niwaambie kuhusu ajira. Nataka niwaambie vijana wenzangu kuhusu ajira. Mimi mwenyewe nimeamua kugombea ubunge kwa sababu ya masela zangu nyie. Nyinyi mmesomeshwa na wazee wetu. Nyinyi mmesomeshwa na ndugu zetu, lakini mko mtaani hamna ajira. Nyinyi hamna ajira. Leo tuna mzee aliyestaafu chuo kikuu miaka 60 baada ya kuchukua milioni 170 kule, amekuja tena kugombea ubunge. Maana umri wa kaburi, umri wako wa kustaafu ni miaka 60 alishastaafu kiserikali. Miaka 8 kujumlisha. Sasa maana ni nini? Kama ulitaka wangekuja huku chini wagombee. Simona leo mzee wangu Hamza leo anachokifanya. Hamza ameamua kushuka chini kukusanya kundi la vijana. Sasa yeye alikuwa mwanzilishi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Amekuwa mwanzilishi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, ameshastaafu. Ni kijana wetu anaweza kupata kazi hapa. Mimi naambia vijana wenzangu, tutatengeneza mazingira rafiki ya kuhakikisha kwanza tunapata ajira. Tunapo viwanda kwenye wilaya ya Kilosa. Tuna kiwanda cha Mkulanzi, hakiko mbali, kilomita chache hapo. Ndani ya jimbo la Kilosa. Ni kijana gani wa Mvumi ambaye anafanya kazi pale Mkulanzi kama mfome ni unani? Hakuna. Ukimkuta mtu wa Kilosa anafanya kazi pale, anafanya kazi Mnyori, anakata miwa shambani. Mimi nitatengeneza mazingira ya kuhakikisha tunapata mikopo ya vijana. Boda boda, vipande, shilingi 10,000. Mimi nikiwa mbunge. Mimi nikiwa mbunge, mikopo mtakuwa mnachukua kwa mbunge. Yaani kuleta bodaboda 20 kwenda kuzungumza na CRDB, kwenda kuzungumza na mabenki, kwenda kuzungumza na wadau na wahisani ili watukopeshe bodaboda kwa bei nafuu, ili kipande kwa siku ulipe 5,000, unapewa miaka 2. Vijana wenzangu, hakuna namna pekee ambayo mmepata bahati ya mimi kijana mwenzangu kugombea ubunge jimbo la Kilosa. Tusukumane, mimi na Nimudu, ni kijana mwenzangu, tunagonga 5, wote ni masela, tutapambana kuhakikisha hakuna kuwa na kijana tena anayezurura. Kwanza mtu huwezi kumuita mzururaji. Mzururaji na umempa kazi gani? Unamwita mtu mzururaji. Wewe umempa kazi gani kumuita mzururaji? Fursa ambayo tumeipata, nafasi ambayo tumeipata watu wa Mvumi, twendeni tukaonesha asili hizo tarehe 29. Na mimi niwaambie ndugu zangu, yote niliyoahidi hapa nitatekeleza. Nitatekeleza. Mwenyezi Mungu umenipa nafasi na kibali cha kuwa mahali hapa kunena na watu hawa, Wakristo, Waislamu, wasio na dini, walio na dini, wazee, vijana. Nimeahidi haya mbele yao. Siku 100 za kwanza imani nitakayonipa mimi Chiduo, na wahakikishia laana nikute hapa nisipolita Mrezi. Niwahakikishie kama migogoro ya kulima na ufugaji itaendelea, mimi laana nikute hapa. Kwa sababu naijua Kilosa, najua kila kata, najua kila vichochoro, nimezaliwa hapa. Hatuwezi kuendelea kugawa ubunge kama tulivyogawa. Hii ni laana kubwa sana. Hii ni laana kubwa sana. Mwambieni Profesa Majalala tarehe 29 na mrudishe Majalala.